Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Vita vimeanza tena upya katika ukanda wa Mashariki ya Kati mara baada ya jeshi la Iran, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kufanya shambulizi la kuangamiza katika meli za Marekani na kuharibu vibaya kwa drones na makombora huko katika taifa la Falme za Kiarabu UAE, ukanda huo Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la IRGC ya mapema, ilieleza kwamba IRGC imefanya shambulizi hilo katika hatua zake za kujilinda na kuchukua udhibiti dhidi ya eneo jirani la mlango bahari wa Hormuz, kwa kile ambacho ilielezea kama tishio la Marekani na mshirika wake huyo wa karibu katika eneo hilo la ukanda wa Mashariki ya Kati. Kufuatia shambulizi la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC lililoipotiwa kufanywa mapema siku ya jana, siku ya leo taifa la Marekani kupitia vikosi vya wanamaji kupitia kamandi kuu ya Marekani CENTCOM iliyoko huko Mashariki ya Kati imearifu ya kwamba imefanya mashambulizi ya mkupuo ya kujibu mashambulizi ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC yaliyoarifiwa kufanywa katika eneo la Falme za Kiarabu UAE na kushambulia meli moja vita ya Marekani katika eneo kando na mlango bahari wa Hormuz. Katika taarifa iliyotolewa na jeshi la Marekani kupitia vikosi vya wanamaji kamandi kuu ya Marekani CENTCOM vimeeleza kwamba Iran imefanya mashambulizi kwa kukiuka mikakati ya vita na mpango wa pamoja wa kusitisha vita vya muda vilivyoshuhudiwa kwa siku za hivi karibuni, vikisema kwamba Iran imeshambulia maeneo ambayo hayahusiki moja kwa moja na uhasama unaendelea baina ya pande mbili za uhasama, yani Marekani na Iran, dhidi ya washirika wa Marekani ukanda wa Mashariki ya Kati, Israeli na mataifa ya Kiarabu ukanda huo. Hata hivyo, kufuatia shambulizi la jeshi la Marekani lililoarifiwa kufanywa na vikosi vya wanamaji vya Marekani kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC imekanusha madai ya mashambulizi hayo. Jeshi la Marekani limepotosha umma kwa kusema kwamba limeshambulia meli mbili za kibiashara za Iran, jambo ambalo si kweli na halina uhalisia wowote. Vikosi hivyo vya IRGC vikisema kwamba Marekani imeshambulia katika boti mbili ndogo ambazo si za kijeshi na wala si za Irani na wala hazina uhusiano wowote na taifa la Irani, akisema wameshambulia boti ndogo za kiraia zenye uelekeo sawia na mataifa jumuishi ya Kiarabu ukanda huo, wakisema boti hizo ndogo za kiraia zilionekana katika bahari huko Mashariki ya Kati, umbali mrefu kutokea ulipo mlango bahari wa Hormuz, zikisafiri kutokea Omani, na ndipo zilionekana pia kuwaka moto kwa kushambuliwa na makombora ya vikosi vya jeshi la wanamaji la Marekani, kama ambavyo Marekani ilikuwa ikidai kushambulia meli za Irani, jambo ambalo si la kweli. Hata hivyo, katika mwendelezo wa taarifa ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC imesema ya kwamba mashambulizi hayo yaliyofanywa na Marekani ni mashambulizi ambayo yamekiuka utaratibu wa kivita kwa kushambulia boti za kiraia ambazo hazihusiani ama hazijifungamanishi moja kwa moja na masuala ya kivita ama mzozo unaendelea kati ya Irani na Marekani, vikisema ya kwamba Marekani itawajibika na kuhusika na mashambulizi hayo ambayo si mashambulizi yenye kufuata haki na utaratibu wa kivita kutokana na kukiuka utaratibu wa vita katika uhasama unaoendelea kati yao Marekani na Iran. Kadhalika, vikosi vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kutokea nchini Iran vimetoa onyo kali kwa rais wa Marekani Donald Jr. Trump kupitia majeshi yake na vikosi vyake maalum vilivyo ukanda wa Mashariki ya Kati ambavyo vimekuwa vikiendesha operesheni mbalimbali ikiwemo mzingiro katika eneo hilo, vikisema kwamba Iran na serikali ya mapinduzi ya Kiislamu inazitaka meli zote za mafuta zilizo karibu na bandari ya rasi ya Al Khaimah kuondoka mara moja katika eneo hilo kabla hazijakabiliwa na mashambulizi makali kama kile imesema yaliyoshuhudiwa hivi karibuni katika rasilimali za Marekani na washirika wake Falme za Kiarabu.
Aidha, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC imeelezea hali ya sasa ya vita na uhasama inayoendelea kushuhudiwa katika lango kuu la bahari la Hormuz huko Mashariki ya Kati, wakisema kwamba, na hapa ninanukuu, matukio yanaendelea katika mlango bahari wa Hormuz yanaonyesha wazi wazi kwamba hakuna suluhisho la kudumu la kijeshi kwa kile ambacho kimsingi ni mgogoro wa kisiasa, na jaribio lolote la kulitatua kwa kutumia nguvu ongeza tu hali ya kutokuwa thabiti na kuongeza hatari zaidi kwa ukanda huo pamoja na masoko ya dunia. Mwisho wa nukuu ya kauli ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC iliyotoa katika mfungamano wa pamoja siku ya leo katika muhtasari wa kile kinachoendelea kushuhudiwa na kuripotiwa katika eneo lote la ukanda wa bahari wa Hormuz. Aidha, sanjali na hilo, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian katika moja ya taarifa yake amekosoa vikali vikosi vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC katika kile amesema mashambulizi yasiyotambuliwa na serikali ya Iran kupitia utawala na uongozi mzima wa serikali hiyo, ambapo Masoud Pezeshkian, rais wa Iran, amesema amekasirishwa sana na mashambulizi yaliyofanywa na IRGC baada ya mashambulizi ya leo dhidi ya Falme za Kiarabu UAE. IRGC ilitekeleza mashambulizi hayo ya mkupuo. Kwa wakati mmoja, mashambulizi hayo yalitekelezwa na kufanywa bila kuijulisha ama kutambuliwa na serikali ya Iran, hali ambayo imeibua kauli mtambuka kwa serikali ya Irani na washirika wake ukanda wa Mashariki ya Kati. Hata hivyo, kufuatia hilo, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amelaani vikali kile kimeelezwa mashambulizi dhidi ya Falme za Kiarabu UAE yaliyoalifiwa kutekelezwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Shehbaz Sharif ametoa onyo hilo katika moja ya chapisho lake alilochapisha kupitia ukurasa wake rasmi wa mtandao wa X, zamani Twitter, akisema ya kwamba analaani vikali makombora na ndege zisizo na rubani kushambulia eneo la Falme za Kiarabu huko UAE. Waziri Mkuu Shehbaz Sharif pia ameongeza kwamba yuko na mshikamano kamili na thabiti na rais wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed, na akisema ya kwamba Pakistan itasimama kidete na ndugu zao, kaka zao pamoja na dada zao wa Emirates pamoja na serikali ya Falme za Kiarabu katika wakati huu mgumu wanaoupitia. Katika taarifa yake hiyo aliyochapisha kupitia ukurasa wake rasmi wa mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, Shehbaz amesema kwamba ni muhimu usitishaji mapigano uendelezwe ili kutoa nafasi kwa diplomasia, na akitoa wito wa mazungumzo ili kufikia amani na utulivu wa kudumu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kadhalika, mataifa mbalimbali yenye mshikamano wa kimataifa na Falme za Kiarabu UAE wameonyesha kwamba Irani ni mchokozi. Katika hatua nyingine, taifa la Korea Kusini limejibu mashambulizi yaliyoripotiwa kufanywa katika mlango bahari wa Hormuz, ikieleza kwamba meli ya taifa hilo imeshambuliwa na kuwaka moto katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz. Katika taarifa ya serikali ya Korea Kusini iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea Kusini, imesema ya kwamba chanzo cha moto ndani ya meli hiyo inayoendeshwa na Korea Kusini katika mlango bahari wa Hormuz kitabainika hivi karibuni baada ya meli hiyo kufikishwa bandarini na kukaguliwa. Katika ripoti ya awali iliyotolewa na serikali ya Korea Kusini kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ya taifa hilo na kunukuliwa na shirika la habari la Reuters, imesema ya kwamba moto ulikuwa umeripotiwa awali katika chumba cha injini cha shehena ya mizigo, ambapo chombo hicho kilikuwa kimetia nanga kwenye maji karibu na Falme za Kiarabu katika mlango bahari wa Hormuz wakati mlipuko ulipotokea. Wakati hayo yote yakijiri na mataifa mbalimbali yakiunga mkono juhudi za pamoja za kudhoofisha hali inayoendelea kufanywa na serikali ya Irani chini ya vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, ripoti za hali hiyo iliyo sasa ukanda Mashariki ya Kati, mlango bahari wa Hormuz, inaeleza kwamba vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC vimefanikiwa kufunga kikamilifu njia nyembamba za maji kwa tisho la mabomu na makombora na ndege za pasi na rubani
wakati ambapo Marekani imechukua hatua za kujibu kwa kuzuia bandari za Iran ukanda huo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema matukio ya Jumatatu yalionyesha kuwa hakuna usuluhisho la kijeshi kwa mgogoro huo, akisema kwamba mazungumzo ya amani yanaendelea na upatanishi wa Pakistani, na akionya Marekani na UAE dhidi ya kuingizwa kwenye dimbwi linalotokota moto. Jeshi la Marekani lilisema meli mbili za kibiashara za Marekani zimefanikiwa kupitia njia panda bila kusema ni lini, zikisindikizwa na makombora ya kivita yanayoongozwa na jeshi la wanamaji kutokea kamandi kuu ya Marekani CENTCOM. Ingawa Iran ilikanusha vikali kwamba hakukuwa na vivuko vyovyote vilivyofanyika. Hata hivyo, meli yenye bendera ya Marekani iliripotiwa kuonekana ikitoka Ghuba kupitia mlango bahari wa Hormuz ikiambatana na jeshi la Marekani siku ya Jumatatu. Kamanda wa vikosi vya Marekani katika eneo hilo alisema meli zake ziliharibu boti 6 ndogo za Irani, jambo ambalo Irani pia ilikanusha juu ya taarifa hiyo, huku vyombo mbalimbali vya habari vya Irani vikimnukuu kamanda huyo wa kijeshi akisema vikosi vya Marekani vililenga boti za raia na kuwaua raia 5 na si meli za Iran. Kufuatia hali ilivyo sasa na hayo yote yanaendelea kujiri katika ukanda wa Mashariki ya Kati, mzozo Irani na Marekani, hali ambayo inaarifiwa kuzua taharuki kubwa na kuanza upya kwa vita vilivyokoma kwa siku za hivi karibuni. Je, swala hilo lina ukweli kiasi gani, na mvutano huu ndio chanzo cha vita kuibuka tena ama ndio suluhu ya kuisha kwa vita hivi dhidi ya Irani na Marekani? Wewe unatazama vipi hali hii ya sasa katika vita hivi vinavyoendelea kati ya Irani na Marekani? Tuandikie maoni yako. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.